watu wengi katika dunia leo utumwa wamekuwa wakiogopa sana, na hamna anayependa kuwa mtumwa mwingine. Lakini yote hii ni kwa sababu mtu alikuwa anatafuta uhuru, namna kujitegemea. Na hii pia imeonekana katika level za familia. Unakuta kuna kijana au vijana mbalimbali wanaishi katika familia, lakini anakuwa jina kama vile mtumwa fulani. Ukiwa mtumwa na maanisha kwamba utafuata oda za anayekwambia fanya hiki utafanya, fanya hiki utafanya. Kwa hiyo wengi ndio watu wanatafuta ile uhuru, tunataka uhuru. Lakini uhuru una gharama, na namna ya kujitoa sisi kuzifuata zile gharama ili tuwe huru ndizo ambazo inakuwa changamoto kwetu kuzipambania zile gharama ili tuweze kuwa na uhuru wa kimaisha ya kwetu wenyewe. Sikiza kisa hiki then utajifunza kitu fulani. Kulikuwa na mkulima mmoja. Huyu mkulima licha ya ukulima wake alikuwa ni kijana ambaye alikuwa na miaka yapata 21. Alikuwa anaishi katika kijiji na alikuwa anajihusisha na mambo ya kulima. Basi licha ya kuwa mkulima, huyu kijana alikuwa na kipaji cha muziki. Alikuwa anaimba sana katika kanisa lao. Ukisikia wale watu fulani anakuja kuimba, wanapiga makofi na vigelegele, ndio yule kijana sasa. Nilikuwa nikisikia tu fulani anakuja kuimba, basi yani kanisa zima ni shangwe, kelele hivyo. Basi kijana alikuwa vile, kwa na maua yake pale katika ile kanisa. Basi alikuwa anaenda anaimba vile kwa burudani tu, yani for refreshing yeye mwenyewe anaimba. Lakini alikuwa na kipaji kweli, anaimba vizuri, watu wanafurahi, watu wanatakasika, watu hivyo, unaona. Basi aliendelea hivyo hivyo, akiwa anaenda kuimba Jumapili, anaimba pale kanisani. Siku moja walitembelewa na wageni katika kile kijiji. Alikuwa ni watu wenye uwezo, kampuni walikuja kutembelea kile kijiji kwa ajili ya kusambaza mbolea katika kile kijiji. Basi Jumapili ilipofika, walikuwa katika kile kijiji, ikabidi nao pia waende kusali katika ile kanisa. Baada ya kwenda kusali katika ile kanisa, ikafika zamu yule kijana kuimba. Yule kijana akaitwa kama kawaida, watu wakashangilia sana. Kijana alipoitwa kwenda kuimba katika ile kanisa, watu wakashangilia sana. Wale wageni wakashangaa, nini hiki? Mbona mshangilia sana nini? Unajua huenda atakuwa na kitu fulani, au huenda anawachekesha. Wanapokushangilia watu huenda umwachekesha, ni comedian au unafanya vitu zaidi. Basi yule kijana akaenda pale, akaanza kuimba kweli, kaimba. Wale wageni kweli ikawagusa. Akasema kweli kijana ana kitu ndani yake, akaenda akamtunza pale, akamsaidia vitu vingi sana. Basi yule kijana baada ya pale akaenda kukaa katika nafasi yake. Alikuwa na zawadi nyingi sana kutoka kwa wale wageni. Wenyeji walikuwa wanawapa chochote, wakimpa mtu amempa mahindi, sasa mimi ndiye analima, kwa hiyo hawakuwa chochote. Basi wakawa wamemchangia kiasi cha fedha kikubwa sana yule kijana. Basi baada ya muda kupita, yule kijana akiwa nyumbani, baada ya imeshakwisha, akiwa amekaa nyumbani, wale wageni waliulizia mpaka familia yule kijana wapatikana, wakawa wameelekezwa, wakawa wamepatika kufika katika ile familia. Walifika katika ile familia, wakaambia bwana, sisi wewe tunataka uwe yani tukusimamie, sisi tuwe meneja wako. Alikuwa ni mabwana wawili, lakini mmoja sasa, mimi nitabaki katika kijiji na makazi yangu namishia huko, na kwa sababu namishia makazi yangu huko tutakuwa karibu sana. Basi huyu mmoja anapewa ile jukumu, huyu kijana akaingia sasa, tutaingia hapa kuna mambo ya mkataba. Hapo kama kuna saini mkataba, hapana, ni ile tu baada kusaidia na kusupport sana. Basi wakakaa, siku zikaenda, wakapanga kwamba yule bwana akamwambia kijana kwamba wewe utakuwa unatunga tu muziki. Ukishatunga wimbo wako, mimi studio kushuti, kusambaza video, kupromote itakuwa ni kazi yangu. Basi yule kijana akasema sasa nitafanya hiyo kazi. Huyo kijana kazi yake akawa anatunga mimbo, enda naimba pale, hii imeenda. Twende studio, enda studio pana rekodi. Haya, ngoni hizo hapo tavaizi na hizo location itakuwa ni video. Anashughulikia video ile bwana, kila kitu. Baadaye yule bwana ndo anafanya promotion na zile video, baadaye zinaenda viral sana. Pesa inapatikana, akawa anapatia yule kijana. Basi ikawa ndio hivyo, yule kijana akawa anajitahidi kweli, kila wiki studio, kajitahidi, bwana kipaji. Sasa siku zimeenda, huyu kijana ambaye alikuwa ni mkulima ameanza kubadilisha na maisha kidogo. Akashauriwa na bwana mmoja ambaye pia alikuwa ni mkulima, akamwambia hivi huoni kama huyu mwenzako ambaye ni meneja wako anapata pesa nyingi sana? Kwa sababu ukiangalia pesa anayokupa, huwezi kuniambia atachukua ile pesa hiyo. Yeye anapata pesa nyingi sana. Pesa ukiangalia unapata wewe, anapata nyingi zaidi. Hivi ni kwa nini usiamue tukajitegemewe kama wewe? Yaani una usimamizi wewe, unaenda na rekodi wewe mwenyewe studio, kila kitu ni wewe. Kwa nini usifanye hivyo? Huyu kijana akapiga hesabu kali, akasema kweli umesema.
Kwa hiyo tufanye, ile kijana akamfuata meneja akamwambia, bana, kwanza leo kwanza samahani sana, umenifundisha hivyo vitu vingi. Mimi kwa naomba unifundishe tu unafanyaje kurekodi nyimbo, unatafutaje soko, unielekeze ili nijitegemee mwenyewe, naona ninaweza kujitegemea. Yule meneja kukataa, akasema ina shida, akamwelekeza wimbo tunarekodi hivi, video inasambazwa hivi, location tunachagua hivi, na promotion tunafanya hivi, na account tunatengeneza hivi ya mtandao. Yule kijana akajua kwa vitu. Basi wakawa wameachana hivyo. Yule meneja akamwambia sawa, nashukuru pia. Ndio akaondoka. Akaenda yule. Wiki ya kwanza ametunga, siku tuko madaftari nyingi. Wiki ya pili, wiki ya tatu, ya nne, mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, kijana akaona hapana, mambo hayaendi kabisa, kwa sababu nyimbo ambazo aliamua kutunga hajazifanyia chochote. Yani alikuja akaona akipigia hesabu studio, pesa za kwenda studio hana, pesa za kushoot video hana, kutafuta wateja hana, yani hana chochote. Akaona gharama ni kubwa sana. Alichomole kijana akakaa kafanya tathmini, akasema mwezi wa tatu nilikuwa nimesharekodi kama nyimbo 6 ningekuwa nafanya mpaka sasa sijarekodi. Shida nini? Akajevaluate, akagundua gharama zimekuwa nyingi sana ambazo hawezi akazimudu. Alichoamua, aliamua kurudi kule meneja, kama meneja, mimi nimekuja kwako, kwanza kaomba msamaha kama nilishauriwa, lakini gharama zimekuwa nyingi, nashindwa kuzimudu hizo gharama. Yule meneja akamwambia sawa, merudi tuendelee na kazi. Kafika Petro nyimbo 6, twende studio, akarekodi zile nyimbo, akatengeza video. Wiki ya pili ya tatu nyimbo zikasambaa, akapiga hela kaka. Sasa tunajifunza nini? Tunajifunza hivi. Huyu kijana alitaka uhuru, kujitegemea, lakini gharama ilikuja kwa changamoto. Leo unaweza kumfanya kazi katika kampuni fulani, lakini umekalia viti tunazunguka, unaenda muda labda saa 2 umefika saa 2 unazunguka pale kwa viti. Haujui kile shingapi, unatumia tu wifi, haujui. Lakini ukikabidhi ile kampuni huenda ukashindwa kuiongoza kabisa. Huko kunakuwa na gharama kubwa ambazo zimetumika pale. Hivyo katika maisha ya leo vijana wengi tunapenda, kama nilivyosema, tunapenda uhuru, lakini hatuna gharama za kuendesha ule uhuru. Gharama mojawapo ni kuwa na mawazo chanya. Simaanishi pesa kwenye maisha, namaanisha mawazo chanya. Hiyo ni gharama. Mawazo kujiongoza, maarifa kujiongoza, tunakuwa kitu ataka uhuru. Ndio katika kijana alitaka uhuru, lakini mwisho wake gharama ikawa ni kubwa ya kutumia katika uhuru wake. Wewe ni kijana unakaa nyumbani kwako, wazazi wanakuambia subiri, wanakuambia akili bado haijakuwa mtoto wako, utulie, wasikize kwanza wazazi. Gharama ya maarifa huenda hauna. Kwa hiyo jitahidi vijana katika ulimwengu wa leo, unapotafuta uhuru ujue kabisa una gharama. Unapotaka kwenda kuanzisha bidonoso, upo umeajiriwa mtu fulani ukasema nikajiajiri, upige kwanza uangalie gharama na iweza. Kama bado endelea kujipa muda mdogo, hatimaye utafanikiwa. Asante sana. Katika topic ya leo tumejifunza fundisho la uhuru na gharama. So vijana tuangalifu sana hapo. Nashukuru sana.